Ataniita nami nitamuitikia, nitamwokoa na kumtukuza, kwa siku nyingi nitamshibisha. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwaresima mwaka A wa Kanisa. Katika Dominika hii tunaalikwa kuanza safari ya siku 40 tukiwa pamoja na Yesu jangwani. Leo tunakumbusha kwamba Kwaresima si kipindi cha huzuni tu, bali ni wakati wa mapambano ya kiroho, uchaguzi wa mema na ukuaji wa imani. Yesu mwenyewe alipitia majaribu, akatuonyesha kwamba ushindi wa kweli hupatikana kwa kumtumainia Mungu na kushikamana kwa neno lake. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Mwanzo, tunaona simulizi ya Adamu na Hawa inavyoelezea mwanzo wa dhambi kwa kutotii, jaribu la kutaka kuwa kama Mungu bila kuwa Mungu. Dhambi huanza pale tunapompa nafasi ya kutujaribu kuliko neno la Mungu. Katika somo la pili kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 12 hadi ya 19, Mtume Paulo anatufundisha kwa Adamu dhambi iliingia duniani, na kwa Kristo utiifu na neema vimerudisha uzima. Katika somo la Injili mwinjili Mathayo sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 11, Yesu anajaribiwa jangwani, jaribu la tamaa ya mwili, na jaribu la kujitukuza, na jaribu la kimamlaka na mali. Hivyo vyote Yesu Kristo anashinda, na imeandikwa katika neno la Mungu. Mkristo hushinda majaribu kwa sala, kufunga na kwa neno la Mungu. Jangwa la leo ni tamaa, rushwa, chuki, uvivu wa kiroho, na Kwaresima inatualika kukataa uongo wa shetani, kuchagua utiifu na kumfuata Kristo kwa ukamilifu. Karibu tutafakari pamoja katika safari hii ya Kwaresima, na tafakari hii italetwa na imeandaliwa kwenu na Padri Pasco Igondo kutoka Vatican. Karibu ndugu msikilizaji ni katika tafakari ya tujano la Mungu, Dominika ya kwanza ya Kwaresima mwaka A wa Kanisa. Ni siku ya 5 ya majiundo ya kiroho kwa kufunga, kusali, kutafakari neno la Mungu na kukuza fadhila mbalimbali, hasa fadhila za kiasi, haki, huruma na kujiimarisha zaidi kiimani na kujenga muunganiko na Mungu wetu mtakatifu kwa kutumikia walio dhaifu na wahitaji, ili tuweze kumwilisha ndani mwetu utamaduni wa upendo. Kipindi hiki tulikianza siku ya Jumatano ya Majivu, tulipopakwa majivu katika paji la uso. Tendo hili takatifu la kiroho ni ishara ya toba ya kweli. Ndivyo unavyotualika wimbo wa mwanzo ukisema, ataniita nami nitamuitikia, nitamwokoa na kumtukuza, kwa siku nyingi nitamshibisha. Zaburi ya 91 aya 15 hadi ya 16. Masomo ya Dominika ya kwanza ya Kwaresima yanatueleza juu ya uwepo na wa vishawishi na majaribu katika maisha yetu ya kila siku tukiwa safarini kuelekea mbinguni. Hivyo hatuna budi kujiandaa kikamilifu ili tuweze kuvitambua na kukabiliana navyo. Somo la kwanza ni la kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 7 hadi ya 9 na sura ya 3 aya 1 hadi ya 7. Somo hili linahusu simulizi la anguko la kwanza la mwanadamu. Nyoka amewekwa kama mfano wa kishawishi na majaribu. Katika somo hili tunapata ufahamu wa chanzo na asili cha mahangaiko, mateso na kifo katika maisha ya mwanadamu kuwa ni matokeo ya dhambi ya asili. Hii ni dhambi ya kutotii amri na maagizo ya Mungu iliyotendwa na Adamu na Eva wakiwakilisha binadamu wote. Hii ni dhambi ya kujiamulia lipi ni jema na lipi ni baya. Ni dhambi ya kuchukua nafasi ya Mungu. Mungu alimuumba mtu mzima, mwili na roho, akampa maisha ya heri na amani bila kufa. Hali hii ingedumu tu iwapo mtu angejinyenyekesha chini ya mapenzi ya Mungu. Walakini mtu alimwasi Mungu. Kilichotokea kwa Adamu na Eva baada ya kumwasi Mungu kwa kukosa utii ndicho kilichotokea kwetu sisi sote, kwani asili yetu ilikuwa ndani mwao. Biblia inasema baada ya kutenda dhambi, Adamu na Eva walitambua kuwa walikuwa uchi. Uchi unawakilisha hali ya udhaifu, hali ya kutojiweza, hali ya kupoteza neema na kuwa mbali na Mungu. Kwaresima ni kipindi cha kujiweka karibu zaidi na Mungu. Kilichotokea kwa Adamu na Eva baada ya kukosa utii ndicho kilichotokea kwetu sote. Biblia inasema baada ya kutenda dhambi, Adamu na Eva walitambua kuwa walikuwa uchi. Uchi utambulike kuwa unawakilisha
ile hali ya udhaifu, hali ya kutojiweza, hali ya kupoteza neema ya utakaso. Uchi unaongelewa hapa sio aibu ipatayo mtu anapoonekana bila nguo hadharani, bali ni hali ya kutokujiweza kabisa. Hali hii ya udhaifu ulioipata Adamu na Eva ndiyo tulioipata sisi sote. Walipojitenga na Mungu walijisikia hawana uwezo wa kumrudia Mungu, walikuwa dhaifu kabisa. Hata sisi pia tunapokuwa katika hali hiyo, kwa kujitenga na Mungu, dhambi inatufanya tuwe dhaifu kabisa, tusio na uwezo wa kumuona Mungu kati yetu, tusio na uwezo wa kumrudia Mungu tena isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Somo la pili ni la barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 12 hadi 19. Katika somo hili Mtume Paulo anatueleza jinsi Mungu katika hekima yake na upendo wake alivyogeuza ubaya wa mwanadamu kuwa wema, na alivyobadili laana ya mwanadamu kuwa baraka ya thamani kwa njia ya mateso na kifo cha mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe Adamu wa kwanza aliingiza hali ya dhambi na mauti katika dunia hii, na Adamu wa pili, yani Yesu Kristo, alileta neema inayoshinda dhambi na mauti. Ndiyo maana katika sala ya Koleta Padi anasali: Mungu Mwenyezi, utujalie tuzidi kuifahamu siri ya Kristo na kupata manufaa yake katika mwenendo wetu mwema kwa mfungo wa Kwaresima wa kila mwaka. Injili ni ilivyoandikwa na Mwinjili Mathayo sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 11. Kila Jumapili ya kwanza ya Kwaresima, Injili husimulia jinsi Yesu alivyojaribiwa na Shetani na kuvishinda vishawishi vyake. Hii ni kutuambia kwamba Kwaresima ni kipindi cha kupambana na majaribu na vishawishi vya Shetani katika maisha yetu ya Kikristo. Silaha za kupambana na Shetani na kumshinda ni sala, mafungo na toba ya kweli. Ndiyo maana utangulizi wa Dominika hii ya kwanza ya Kwaresima unasema, yeye alifunga chakula siku 40, akaonyesha ubora wa namna hiyo ya kufanya kitubio. Amewaepusha watu wote na hila za nyoka wa kale na kutufundisha kushinda chachu ya uovu. Adamu alishindwa na kishawishi, Waisraeli jangwani walishindwa pia na kishawishi, lakini Yesu alikishinda kishawishi kwa kupinga wazo la kujitakia enzi ya kibinadamu na kumdharau Mungu. Alijiweka chini ya Mungu na akatimiza mapenzi yake. Ndivyo nasi tunavyopaswa kufanya katika maisha yetu, hasa kipindi hiki cha Kwaresima. Yesu baada ya ubatizo wake mtoni Yordani aliongozwa na Roho Mtakatifu kwa muda wa siku 40 nyikani, akifunga na kusali. Itakumbukwa kuwa namba 40 kibibilia inamaanisha muda wa kutosha wa maandalizi. Gharika ilichukua siku 40, Mwanzo sura ya 7 ya 17 hadi 20. Noa alimtoa kunguru ndani ya safina siku ya 40, Mwanzo sura ya 8 aya 6. Kwaresima ni kipindi cha kukumbuka ahadi za ubatizo wetu, tulipokufa kuhusu dhambi na kuzaliwa upya katika Roho kwa maji na Roho Mtakatifu. Musa alikaa mlimani siku 40 kupokea amri za Mungu, kutoka sura ya 24 ya 16 hadi ya 18. Kwaresima ni kipindi cha kuzipokea, kuzitafakari na kuziishi amri za Mungu. Waisraeli walikaa jangwani miaka 40 wakiongozwa na Mungu katika maisha mapya ya watu huru. Mwanzo sura ya 40 aya 36 hadi ya 38 na Kumbukumbu la Torati sura ya 2 aya 7. Kwaresima ni kipindi cha kukubali kuongozwa na Mungu katika maisha mapya. Nabii Eliya alitembea siku 40 kufika mlima Horebu baada ya kula na kunywa chakula alicholetewa na malaika wa Mungu. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya 3 hadi ya 8. Kwaresima ni kipindi cha kulishwa chakula cha kiroho ili tupate nguvu ya safari ya kuelekea mbinguni. Waninawi walifunga siku 40 na kubadili maisha yao, hata Mungu akaghairi adhabu aliyotaka kuwatenda. Yona sura ya 31 aya 1 hadi ya 4. Kwaresima ni kipindi cha mabadiliko ya maisha ya kiroho, ni kipindi cha toba na uongofu. Wafalme wakuu wa Israeli waliongoza miaka 40. Sauli aliongoza miaka 40. Matendo ya Mitume sura ya 13 aya 21. Daudi aliongoza miaka 40. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 2 aya 11. Solomoni aliongoza miaka 40. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 11 aya 41. Esau alioa akiwa na miaka 40. Mwanzo 25 aya 20. Kwaresima ni kipindi cha kukubali kuongozwa na Mungu. Namba 40 inaendelea. Maisha ya Musa yamegawanyika katika sehemu kuu 3, kila moja ikichukua miaka 40, ambapo alipokimbia kutoka Misri alikuwa na miaka 40. Alikuwa na miaka 80 alipowatoa Waisraeli Misri, Kutoka 7 sura ya 7, na alikufa akiwa na miaka 120, Kumbukumbu la Torati sura ya 34 aya 7. Wapelelezi wa Israeli katika nchi ya Kanaani walichukua siku 40, Hesabu sura ya 13 aya 25.
na Waisraeli walikaa miaka 40 ya amani chini ya uongozi wa waamuzi. Waamuzi sura ya 3 ya 11 na ya 30. Na Yesu alikaa jangwani siku 40 akifunga na kusali. Mathayo sura ya 4 aya 2. Na baada ya kufufuka aliwatokea wanafunzi wake kwa siku 40 akiwaimarisha kabla ya kupaa mbinguni. Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 3. Kumbe siku 40 inamaanisha ni muda wa kutosha wa maandalizi. Katika mazingira hayo ya upweke, kufunga na kusali kwa muda wa siku 40, shetani anamjaribu na kumshawishi Yesu. Lakini kishawishi ni nini? Kishawishi ni mvuto au msukumo kutoka ndani au nje ya mtu unamvuta wa kumsukuma kutenda jambo zuri au baya. Vishawishi mara nyingi hutujia katika namna mbili. Kwanza, tunasukumwa na vionjo vya miili yetu. Miili yetu inawaka tamaa mbalimbali kama vile kula au kunywa, kupenda au kupendwa, au kufanya chochote kile ambacho mwili unadai ufanye, na kusukumwa kutoka uamuzi. Pili, tunashawishiwa na kuvutwa na watu wengine kutenda jambo fulani. Ushauri huo unaweza kuwa mzuri au mbaya. Kishawishi cha kwanza ambacho Yesu alikipewa ni kuonyesha mamlaka na uweza kwa kuamuru jiwe liwe mkate. Katika jaribu hili, shetani anamshawishi Yesu abadili mwelekeo wa kazi yake ya kumkomboa mwanadamu kutoka utumwa wa dhambi kuelekea zaidi katika utumwa wa mahitaji ya kimwili, kwa kumwambia afanye muujiza wa kubadili jiwe kuwa mkate, ambao ni hitaji la kila siku katika maisha ya kimwili. Ndivyo alivyomjaribu Eva na kumwambia, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote bustanini? Ni wazi hakuna maisha bila chakula cha kimwili. Lakini Yesu anatufundisha na kutufahamisha kuwa binadamu sio mwili tu, ana roho ndani mwake, na roho ndiyo itiayo uzima. Hivyo hatuishi kwa mkate tu, yaani mahitaji yetu ya kimwili peke yake, bali tunahitaji pia chakula cha kiroho tunachokipata kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Ndio maana Yesu anasema, chakula changu ni kufanya mapenzi ya Mungu. Jaribu hili la miujiza limetushika kweli kweli wa Kristo wa sasa. Kizazi chetu cha sasa kinalilia miujiza ya uponyaji wa magonjwa, kuondokana na balaa na mikosi, kupata kazi na mafanikio au kupanda vyeo. Kizazi chetu kinatafuta miujiza kwa kila kitu tunachofanya. Kwa rezima hii tufanye mabadiliko, tumrudie Mungu, tufanye toba ya kweli, tutapata baraka na kibali machoni pake na tutafanikiwa katika maisha yetu. Kishawishi cha pili ni kutafuta ukuu au utawala kwa kupewa mali kwa kumwabudu shetani. Hili ni jaribu la kutafuta mamlaka, kupenda vitu kuliko kumpenda Mungu. Adamu na Eva waliamua kutokumtii Mungu kwa kula tunda la mti waliokatazwa na Mungu ili wawe sawa na Mungu, wawe na mamlaka juu yao wenyewe. Yesu hakuthubutu kumjaribu Mungu. Yeye hakufikiri kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu. Yesu hakutaka mamlaka ya kisiasa au tajiri na mali alizoahidiwa na shetani. Yeye alibaki mwaminifu kwa Mungu Baba, akiwa mpole, mnyenyekevu, mvumilivu, mtii kwa Mungu, rafiki wa watoto maskini na wanyonge. Kizazi cha sasa kinatafuta mamlaka, ufahari na nguvu kwa kila namna, hata kwa nguvu za giza na mauaji ya watu wasio na hatia. Kwa rezima hii tufanye mabadiliko, tumrudie Mungu, tufanye toba ya kweli, tutapata baraka na kibali machoni pake na kufanikiwa katika maisha yetu. Kwa rezima hii tusali na tufunge kwa ajili ya dhambi za mauaji ya kinyama kwa binadamu, hasa wasio na hatia, kwa ajili ya kulinda maslahi na mamlaka yao. Tusali na kufunga kwa ajili ya wanaojitenga na kanisa na kudai wana karama hasa ya kunena kwa lugha na uponyaji. Tusali na kufunga kwa ajili ya wanaotafuta mali kwa njia isiyo halali, wanaojikusanyia mali ambazo wao wenyewe hawawezi kuzimaliza. Tulie na kuomboleza, tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Hii ndiyo Kwaresima yenyewe ambayo Jumatano ya Majivu Nabii Yoeli alituasa tuifanye toba ya kweli kwa kurarua mioyo yetu, wala si mavazi yetu, kwa kufunga na kuomboleza. Majaribu ya Yesu ni kielelezo cha majaribu yetu tunayokutana nayo kila siku katika maisha yetu. Hakuna hata mmoja atakayemaliza maisha ya hapa duniani bila magumu au majaribu yoyote. Udhaifu wetu wa kimwili kama njaa, kiu, uchovu, wivu na tamaa ni majaribu ambayo yanatupatia mahangaiko, huzuni na ugomvi wa kila aina. Vipawa tulivyo navyo kama elimu, uwezo wa kuongea, cheo au kuponya hutufanya tuwe na majivuno na kusababisha masengenyo, utengano na mauaji makubwa. Kutokana na uwezo au nafasi tulizonazo katika maisha, wengine tunajiona ni wa maana zaidi kuliko wengine, na hivyo tunawanyanyasa wengine na kuwatupilia mbali. Hayo yote hutokana na vishawishi vya mali, heshima na mamlaka. Hivyo tutambue kuwa tunakabiliwa na vishawishi vingi vya kila aina. Tunaalikwa kuvitambua vishawishi hivyo na tuwe tayari kukabiliana navyo. Kiongozi wetu Yesu Kristo aliyashinda majaribu yote, nasi tukimtegemea Mungu tutashinda.
tuweze kuepuka vishawishi kwa kufunga, kutenda matendo ya huruma, kutenga muda wa kuongea na Mungu katika sala binafsi, kushiriki misa takatifu na kupokea sakramenti, hasa kitubio na ekaristi takatifu, pasipo unafiki na kufuru. Basi tuendelee kujiweka chini ya maongozi ya Mungu, tukiomba neema na msaada wake, ili tudumu katika imani yetu, ili Kristo atakapofufuka tufufuke naye, tutoke katika makaburi ya dhambi zetu, tuurithi ufalme wa Mungu tuliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padri Paskali Irondo.